La kwanza, kama nilivyoeleza hapo awali, maadili ndani ya Jeshi la Polisi ni suala nyeti na la msingi. Kila mmoja kuanzia juu hadi askari mdogo anapaswa kuwa mfano wa kuigwa na askari mwenzake na jamii kwa ujumla. Hamtakuwa na nguvu ya kupambana na uhalifu pamoja na wahalifu iwapo mtapoteza sifa na haiba ya uadilifu miongoni mwenu. Tambueni kwamba ukosefu wa maadili, rushwa na ubadhirifu unadhoofisha sana mapambano dhidi ya uhalifu. Sababu hutakuwa na nguvu wewe mwenyewe ukiwa ni sehemu ya hao, hutakuwa na nguvu ya kuyashughulikia hayo mengine ya uhalifu ndani ya nchi. Hivyo kasimameni imara, mdhihirishe nidhamu, uadilifu na uzalendo wa kweli ili kupunguza malalamiko, kulinda taswira njema ya jeshi letu la polisi na kujenga imani kwa wananchi. Lakini jambo la pili, hamwezi kufikia lengo kuu la kulinda raia na mali zao mkifanya kazi peke yenu. Hivyo ili kuleta ufanisi zaidi katika utekelezaji wa majukumu yenu hasa ya kioperesheni, ni lazima kuendeleza uhusiano baina yenu Jeshi la Polisi na jamii, lakini vile vile vyombo vingine vya dola. Aidha, kwa kuwa kuna matishio mengi ambayo kiasili huvuka mipaka ya kimataifa, hatuna budi pia kuimarisha ushirikiano na vyombo vya dola vya nje au nje ya mipaka ya nchi yetu, hususan katika nchi jirani. Kwa hiyo nendeni kalisimamieni hilo, na hili sina shaka kipindi hiki limefanyika vizuri kwa sababu IGP wetu ni mwenyekiti wa ile jumuiya ya majeshi ya polisi ya nchi za SADC. Kwa hiyo na hakika amelifanyia kazi vizuri ili kushirikiana na vyombo vya nje, na hongera sana IGP. La tatu, endeleeni kuimarisha mafunzo mbalimbali kazini, yakiwemo mafunzo ya utayari ili kuwajengea askari weledi na uwezo wa kukabiliana na changamoto za uhalifu na wahalifu wakati wowote na pahali popote. Kwa upande wa mafunzo kazini, hakikisheni mafunzo yanaendana na wakati tulionao ili tuweze kuibua mbinu zitakazoweza kutekelezeka au kutekeleza majukumu mbalimbali ya kiusalama katika zama za sasa. Zama za sasa kuna uhalifu wa kuvuka mipaka, kuna uhalifu wa kidigitali, kuna uhalifu wa mambo mbalimbali. Jinsi dunia inavyoendelea na uhalifu nao unabadilika, unaendelea katika mtindo huo huo. Kwa hiyo mafunzo yetu yazingatie hayo. Tuwatayarishe wawe askari wa kisasa watakaoweza kupambana na uhalifu uliopo. Jambo la nne, nimekuwa nikishuhudia Jeshi la Polisi linavyounganisha mifumo yake na mifumo mingine ya serikali katika mitandao ili kusomana na kuweza kufanya kazi kwa pamoja. Kama mfumo wa usimamizi wa utendaji barabarani, Integrated Road Traffic Information System, lakini pia mfumo wa usimamizi mashauri ya jinai na mfumo wa taarifa za mali zilizopotea. Hii mifumo mitatu imeunganishwa vizuri sana, lakini kuna haja sasa ya kuendelea kuunganisha mifumo yetu, hasa kwa upande wa kuendesha kesi kule, mifumo isomane vizuri na tuweze kusimamia vizuri. Pamoja na kutoa msukumo huo niliotoa, napongeza management ya Jeshi la Polisi kwa kusimamia maboresho ya jeshi lake kwa kuongeza matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano, yani TEHAMA, katika utekelezaji wa shughuli zake. Nami niongeze sauti yangu, jambo hili lifanywe kwa kasi na lifanywe kwa uhakika. Huko nyuma fedha nyingi zimetumika kuweka mifumo, lakini mifumo mingi ilikuwa nusu-nusu, haikukamilika, na mengine haikufanya kazi kabisa. Kwa hiyo sasa twendeni tukakamilishe mifumo, ifungwe, isomane na itumike. Mifumo hii ikiendelezwa na kuboreshwa zaidi kwa kusomana na mifumo mingine ya serikali, italisaidia sana Jeshi la Polisi na taasisi nyingine za serikali kuharakisha au kurahisisha shughuli zake, kuleta ufanisi na kupunguza gharama kubwa
kwa serikali. Niwahakikishie kuwa serikali itaendelea kuliwezesha jeshi letu kufanya huduma zake kidigitali kuendana na kasi ya dunia ya sasa. Hivyo niwatake muendelee kusimamia uboreshaji wa mifumo ili utoaji huduma kwa wananchi uwe bora zaidi. Jambo la 5, ongezeni jitihada za kukabiliana na janga hatari la dawa za kulevya. Na hapa nimemwona kamishna wa kitengo hicho cha dawa za kulevya, ambapo taasisi mbili hizi na nyingine za vyombo vya ulinzi lazima vifanye kazi kwa pamoja katika kukomesha janga hili, ili vijana wetu wasiendelee kuathirika na dawa hizo. Vijana hawa ndio nguvu kazi yetu ya taifa. Kwa hiyo tuweke nguvu ya pamoja katika kulifanyia kazi jambo hili. Jambo la 6, kwa management ya Jeshi la Polisi, niwatake mkasimamia utekelezaji kamili wa mapendekezo yale ya Tume ya Haki Jinai, yaende yakasimamiwe ili yatekelezwe kikamilifu. Kuna ambayo kama nilisema tumeshaanza kuyatekeleza, likiwemo la kuimarisha uwezo wa kitaasisi wa Jeshi la Polisi. Hivyo yale mengine ya kiutendaji niwatake mkayasimamie ili kuboresha usimamizi wa haki nchini. Jambo la 7 na la mwisho, nizidi kuwakumbusha kuwa miezi michache inayokuja, lakini hili mmelisemea vizuri sana kwamba mnakwenda kusimamia uchaguzi.